Na Marekani na Ukraine zimetia saini makubaliano ambayo yataiwezesha Washington. Kuna geti pale kubwa na kuna mlinzi. Huyu alikuwepo. Tunavuma kwa kishindo. Bado tuko pamoja katika dunia yetu leo mchana. Marekani na Ukraine zimetia saini makubaliano ambayo yataiwezesha Washington kuchimba madini adimu ya Ukraine. Katika kila pande hizo mbili zimekitaja kuwa mkataba wa kihistoria. Inaelezwa kwamba mkataba huo uliokuwa ukijadiliwa kwa miezi kadhaa utaiwezesha Ukraine iliyo kwenye mzozo mkali dhidi ya Urusi kuendelea kupokea msaada wa kijeshi kutoka kwa Marekani. Zaidi anasimulia Doto Bulendu. Washington imeuita mkataba huo kuwa wa kihistoria unaolenga kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili wakati ambapo Ukraine inaendelea kukabiliwa na vita vikali dhidi ya Urusi. Mkataba huo unaanzisha hazina ya uwekezaji ya Marekani na Ukraine, mfuko wa pamoja uwekezaji ambao utawezesha Marekani kupata madini muhimu kama vile titanium, uranium na lithium, madini yanayotumika sana katika teknolojia ya kisasa, magari ya umeme na sekta ya ulinzi. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Yulia Sviridenko alisema Ukraine itabaki na umiliki kamili wa rasilimali zake. Alisisitiza kuwa uamuzi kuhusu matumizi ya madini utabaki mikononi mwa Ukraine na hakuna upande utakaokuwa na nguvu zaidi katika usimamizi wa mfuko huo. Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na vyombo vya habari alisema kuwa makubaliano hayo ni ya kibiashara na kwamba Marekani itatoka na faida zaidi ya kile ilichowekeza. Taarifa rasmi ya Wizara ya Fedha ya Marekani ilieleza kuwa mfuko huo pia utasaidia katika kufufua uchumi wa Ukraine. Balozi wa zamani wa Marekani nchini Ukraine William B. Taylor akitoa maoni yake kuhusu mkataba huo ameiambia televisheni ya Sky News ya nchini Uingereza kwamba makubaliano hayo ni ya haki na yenye usawa kwa pande zote mbili. Sasa tupo 50 kwa 50. Ni makubaliano ya haki na yenye usawa kwa pande zote mbili, Marekani na Ukraine. Pande zote mbili zimeridhika nayo, zimefurahishwa na zitafaidika. Mkataba huu bado unahitaji kuidhinishwa na bunge la Ukraine kabla ya kutekelezwa. Hii inajiri wakati ambapo juhudi za kimataifa za kusitisha vita kati ya Ukraine na Urusi zikiwa zimekwama, huku mashambulizi yakiendelea na vifo vya raia vikiripotiwa kila siku. Tayari kuna wasiwasi kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaweza kusitisha juhudi zake za upatanishi baada ya kukwama mara kwa mara kwa mazungumzo ya kusaka suluhu ya mzozo huu. Urusi kwa upande wake imeweka masharti ya kusitisha vita, likiwemo kusitishwa kwa misaada ya kijeshi kwa Ukraine kutoka mataifa ya magharibi kabla ya kuridhia usitishaji wa mapigano ya siku 30 kama ilivyopendekezwa na Marekani. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonyesha kuwa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu zaidi ya raia 2600 wa Ukraine waliuawa au kujeruhiwa, ikiwa ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na mwaka uliopita. Marekani tangu kurejea kwa Trump madarakani imekuwa ikishinikiza Ukraine kuhakikisha msaada unaopokea unaleta faida za moja kwa moja kwa Washington. Hii ni ripoti ya Doto Bulendu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amezitaka India na Pakistan kupunguza mivutano inayoendelea kati ya nchi zao, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kutatua mzozo ulioshika kasi baada ya shambulio baya lilofanywa katika jimbo linalozozaniwa la Kashmir. Hayo yanajiri wakati kuna ripoti kuwa pande hizo mbili zimeshambuliana kwa risasi usiku wa kuamkia leo Alhamis. Angela Mdungu na mengi zaidi. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani, Marco Rubio amezungumza na Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na Waziri wa Mambo ya Nje wa India Subrahmanyam Jaishankar kwa nyakati tofauti na kuonesha kuunga mkono India katika kupambana na makundi yenye itikadi kali. Kwa upande mwingine, Rubio ameitaka Pakistan kuonesha ushirikiano katika mchakato wa uchunguzi wa shambulio la Aprili 22 katika jimbo la Kashmir linalogombaniwa na India na Pakistan lililowaua watu 26 ambapo wengi wao walikuwa watalii. Katika tukio hilo, kundi la watu wenye itikadi kali za Kiislamu walilivamia kundi la watu kwenye eneo la Pahalgam na kuwatenga wanawake waliouliza majina yao, kisha waliwapiga risasi Wahindu, kulingana na waliosalimika kwenye tukio hilo. Kuhusu mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya kigeni wa India kupitia ukurasa wake wa X amesema amemwambia Rubio kwamba waliohusika na shambulio hilo, walioliunga mkono na wale waliolipanga ni lazima wafikishwe mbele ya
kisheria. India inadai kuwa Pakistan ilihusika na tukio hilo, suala ambalo Pakistan inalikanusha. Mazungumzo hayo yamefanyika muda mfupi baada ya kiongozi wa jimbo la Kashmir linalozozaniwa, Sultan Mahmud Chandri, kutoa wito kwa mataifa kuingilia kati ili kutuliza hali katika mgogoro huo. Tunatarajia usuluhishi kutoka kwa nchi rafiki na tunatumaini kuwa majadiliano yatafanyika. Vinginevyo India inaweza kufanya lolote hivi sasa. Wakati huo huo, kuna taarifa kuwa pande mbili za mzozo huo zimeshambuliana kwa risasi usiku wa kuamkia leo Alhamisi huko Kashmir. Kufuatia hali hiyo, mamlaka za jimbo hilo zimetangaza kuzifunga shule za kidini karibu 1000 kutokana na hofu ya mashambulizi ya kisasi kutoka India. Mvutano kati ya Pakistan na India unazidi kuongezeka siku moja baada ya serikali mjini Islamabad kusema ina taarifa za uhakika za kiintelijensia kwamba India inapanga kuishambulia ndani ya siku chache zijazo. Asante sana Angela Mdungu, na sasa tuingie viwanjani. Jana usiku Barcelona na Inter Milan zimetoka sare ya mabao 3-3 katika mechi ya nusu finali ya ligi mabingwa Ulaya mkondo wa kwanza. Studioni niko na Babu Abdallah. Babu, kwanza kabisa nikiri kwamba sijawahi kushuhudia uhondo, yani kwa muda mrefu sana kilichotokea jana nchini Uhispania. Mimi naweza kusema ni finali kabla ya finali kusema kweli. Unaweza kuweka picha, yani maneno kwenye picha ya ulichokiona jana usiku? Kwa kweli ulikuwa ni mchezo ambao ulileta burudani kwa mashabiki, hasa kwa mashabiki ambao wanasimama kati kwa kati, kulingana na jinsi zile timu mbili zilivyojipanga. Kabla ya hata dakika moja hujakaa vizuri tu tayari Inter Milan ilikuwa wameweka bao kambani, na baadaye pia wakapata bao la haraka, lakini jana tulishuhudia kipaji halisi cha kinda yule Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 17, na kwa mujibu wa kocha wake mwenyewe Hansi Flick anasema kwamba huyu jamaa alimuita genius. Yani si kawaida kabisa. Hii si kawaida. Hii imepitiliza. Lakini pia kocha pinzani wa Inter Milan Simone Inzaghi alisema kwamba vipaji kama Lamine Yamal vinazaliwa kila baada ya miaka 50. Hajawahi kabisa kuona kipaji ambacho anacho hivi sasa kijana mwenye umri wa miaka 17 Lamine Yamal. Yani hii mechi imetoka sare, lakini huyo kinda ilikuwa ni mechi yake 100 katika uzi wa Barcelona. Ana umri wa miaka 17 na anatatiza mabeki kweli kweli. Wanaogopa hata kumsogelea. Yani jana ilikuwa nasoma zile takwimu, amezipiku mpaka takwimu za nyota wa zamani wa Barcelona Lionel Messi, nyota wa zamani wa Manchester United na Real Madrid Cristiano Ronaldo, licha ya umri wake. Na si hayo tu, jana mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland alikuwa pia anatazama ngarambe ile, akasema huyu kijana Lamine Yamal hatoki katika sayari hii ya dunia. Kwa hivyo ilikuwa ni mechi nzuri sana, licha ya kwamba hakupatikana mshindi wa moja kwa moja, lakini nahisi kwamba katika mechi ya marudiano mkondo wa pili katika uwanja wa San Siro, huenda Barcelona wakapata tabu kidogo katika mechi hiyo, kwa sababu watakuwa wanacheza ugenini. Umemtaja Messi, na kwa kweli wengi sasa hivi wanamlinganisha Lamine Yamal na Messi, lakini kijana mwenyewe amesema yeye hataki kufananishwa na mtu yeyote, yeye ni Lamine Yamal. Na unadhani kama hii itaendelea, kwa kweli inaweza kumwathiri kwa maana ya kumwekea shinikizo la kwamba aendelee kuwa katika kiwango hiki bora ikizingatiwa umri wake? Nafikiri sasa hivi ile fikra alionayo Lamine Yamal kwamba hataki kufananishwa na mchezaji fulani au fulani ni kitu ambacho kitamfanya yeye mwanzo aendelee kukua kimchezo, kwa sababu baadhi ya wachezaji wengi wanatetereka sana pindi wanapoanza kufananishwa na labda malejendari wa zamani. Lakini jana akizungumza na shirika moja la habari la TNT Sports alisema Lamine Yamal kwamba mimi nafuata jinsi moyo wangu unavyonielekeza katika uwanja. Siigi mchezaji yoyote na wala siangalii mchezaji yoyote. Kwa hivyo ile ni kauli ambayo unahisi kwamba ni mchezaji kwa kweli ambaye amekomaa sana kihisia. Na